Karibu sana mtazamaji wa Zone Media. Naitwa Victor Moshi. Sasa hapa tuko tunaangalia mzozo wa Mashariki ya Kati. Ni mzozo ambao kwa sasa hivi dunia yote imeelekeza macho katika mzozo wa Mashariki ya Kati, ambapo tunaona hali ambayo inazidi kutokea katika ukanda ule wa Gaza, ambapo Israel pia na Hamas wamekuwa kwenye mtifuano mkali sana baada tu ya Israel kuendeleza harakati zake za kuweza kushambulia katika ukanda wa Gaza. Lakini kuna upande wa wanamgambo wa Houthi. Wa Houthi pale nchini Yemen, wao kama kawaida yao wameanza kuishambulia Israel na upande wote wa bahari wa bahari Nyekundu, nikimaanisha Red Sea, tangu kuanza kwa mzozo wa Gaza mwaka 2023. Na kwa sasa hivi sasa wameongeza tuseme kwamba mashambulizi yamekuwa ni mengi zaidi kwa Houthi kwenda katika meli ambazo zimekuwa zikipita katika ukanda wa bahari Nyekundu, ambapo kuna meli za Kimarekani zimekuwa zikishambuliwa, lakini meli za Uingereza, lakini vile vile hata tumeona kwamba Israel nayo pia imekuwa ikipata shida kwenye baadhi ya maeneo baada ya kuweza kupokea mashambulizi mbalimbali kutoka kwa Houthi. Sasa mzozo huu bwana, chanzo kabisa cha mzozo huu ni pale ambapo Israel ilianza kushambulia Gaza, na Houthi ni kama vile wanawatetea watu wa Palestina kwa kile ambacho wanakipitia katika ukanda wa Gaza. Na tumeona kabisa katika mzozo huu kwamba Houthi wamesema kwamba wataacha kushambulia Israel pale tu ambapo Waisrael wataondoa majeshi yao katika ukanda wa Gaza. Kwa hiyo kwa kile ambacho kinatokea pale Gaza na Houthi wanachokifanya, unaona kabisa, unapata picha halisi kwamba ni kwa jinsi gani Houthi ambavyo wataendelea kufanya mashambulizi. Na sasa hivi Marekani pia naye ameendelea sasa kuishambulia Houthi kila siku. Na Marekani amekuwa akifanya hivyo kwa kumuomba Israel kwamba asiwashambulie kwa kuhofia labda mzozo unaweza kuwa mkubwa zaidi kikanda, ikihofia kwa sababu Irani anasemekana kwamba anawasaidia Houthi kwa uwanda mkubwa. Sasa ikiwa Irani anawasaidia Houthi, sasa Houthi nao pia wanapata nguvu zaidi ya kuweza kupambana na Israel na wakati mwingine hata Marekani. Ndio maana Marekani ameamua kuchukua vita hivi mikononi mwake kwa ajili tu ya kuweza kulinda maslahi yake ya kiuchumi, kwa sababu bahari Nyekundu ni sehemu kubwa ambayo inategemewa na mataifa makubwa ya kimagharibi kwa ajili ya kuweza kupitisha bidhaa zao ikiwemo mafuta. Tunafahamu nchi za Mashariki ya Kati, nchi kama Qatar, Kuwait, Saudi Arabia ni nchi zenye utajiri mkubwa sana wa mafuta. Kwa hiyo Marekani kama taifa ambalo linajinasibu lina nguvu kubwa zaidi duniani kiuchumi, kijeshi na sehemu nyingine, linachukua fursa hii kuweza kubeba majukumu ya kupambana na Houthi kwa ajili tu ya kutetea maslahi ya taifa lao. Lakini tunaona kabisa kwamba Rais Donald Trump alisema kwamba pendekezo lake kubwa ni kwa ajili ya kupambana na Houthi wa pale nchini Yemen. Na sasa hivi Houthi sasa wameamua kwamba meli yoyote ambayo itapita katika ukanda ule wa bahari Nyekundu basi watashughulika nayo. Tumeona mashambulizi kadhaa ambayo yametokea, wamekuwa wakifanya hivyo wakishambulia meli ambazo zinapita katika bahari Nyekundu, na ule ukanda wa Misri wote ambao bahari Nyekundu imepita umekuwa katika hatari kubwa, huku hofu kubwa zaidi ikiendelea, watu wakiwaza kwamba huenda baadaye bei zikaja kupanda, unaona na mambo mengi zaidi yakaja kutokea kwenye uchumi duniani. Yaani huenda labda watu wakahofia kwamba huko baadaye uchumi kwa mgumu zaidi, hasa kwenye usafirishaji wa mafuta kuweza kupanda, na wanaoumia ni nchi ambazo tuseme kwamba zinategemea sana mataifa makubwa kwa ajili ya kuweza kupata bidhaa mbalimbali, mfano mafuta ambayo yamekuwa yakitumika kwa ajili ya kuweza kuendesha vyombo vya moto sehemu mbalimbali duniani. Sasa lakini vile vile Irani imekanusha kusaidia Houthi, na mara kadhaa Irani imekuwa ikisema kwamba haihusiki na vitu vyote ambavyo vimekuwa vikitokea. Sasa katika mzozo ambao kabla ya vita kuweza kusitishwa ndani ya siku 60 pale Gaza, vita vya Gaza, kundi la Hezbollah pale Lebanon na Hamas pale Palestina, wale katika muktadha ambao ulikuwa ukizungumzwa kwamba Irani ilikuwa ikitoa sapoti kubwa sana kwa vikundi vile kwa ajili ya kupambana na Israel. Na mara kadhaa kumekuwepo na viongozi mbalimbali ambao wa Hezbollah na Hamas walikuwa wakiuawa na jeshi la Israel. Lakini kufuatia hatua zile ambazo zimekuwa zikiendelea, bado Irani imekuwa ikiendelea kukanusha kwamba haivisaidii vikundi vya wanamgambo hawa ambao wameendelea kuwa muhimili mkubwa zaidi
wa mbadala wa Irani katika mashambulizi kwenda kwa Israel. Na waziri mkuu Benjamin Netanyahu katika nyakati kadhaa pia ameonekana kwamba ni mtu ambaye amekuwa akilaani vitendo vya Irani kuweza kutumia nguvu yake kijeshi kwa ajili ya kusapoti vikundi vya Hamas pamoja na Hezbollah. Sasa ikaibuka tena kwamba watu wa Houthi ambao nao pia inasemekana kuwa sasa hivi wanatumiwa na Irani kama chachu kubwa ya kuweza kupambana na adui yake mkubwa ambaye ni Israel. Na waziri mkuu Benjamin Netanyahu wa Israel pia naye mara kadhaa amekuwa akiwaonya hata nchi ya Irani kwamba ni vyema wangewekeza kwa ajili ya kuendeleza uchumi wa taifa lao kuliko kutumia nguvu kubwa kwa ajili ya kupambana na Israel. Ilikuwepo hotuba ambayo alizungumza mwaka jana waziri mkuu wa Israel mwaka 2024 mwishoni mwa mwaka, alizungumza akasema kwamba hatua ambazo Israel inamuonya Iran ni kwamba Irani asiendelee kutumia fedha kwa ajili ya kuweza kupambana kwenye vitu ambavyo havina msingi, bali kuwa kuna watu wanahitaji masuala ya labda hospitali, shule na sehemu nyingine nyingi ambazo wanazihitaji. Yawezekana kwa namna moja ama nyingine Irani alishauriwa kuweza kufanya hivyo kwa ajili ya kujenga uchumi wake. Lakini pia waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu pia naye amekuwa akitoa maonyo kadhaa kwa vikundi ambavyo bado vimeendelea kunyapia kufanya mashambulizi. Sasa unaweza ukaona mtazamaji kabisa kwamba mzozo huu wa Mashariki ya Kati bado kila siku unazidi kuchukua taswira mpya. Na nikwambie tu, rais wa Marekani Donald Trump kabla hata hajaapishwa Januari 20 alisema kwamba moja ya vipaumbele vyake vikubwa ni kuzuia vita ambavyo vimezidi kuchukua katika kanda mbalimbali duniani. Vita vya Ukraine na Urusi. Trump yupo katika jitihada kubwa zaidi za mazungumzo kwa ajili ya kuweza kusitisha mapigano, japokuwa vimekuwa vikisuasua kwa nyakati kadhaa ambapo watu wengine wamekuwa hawamuamini labda Urusi kama kweli ataamua kusitisha mapigano, na hata Rais Zelensky amekuwa akisikika hivyo. Lakini Rais Trump pia moja ya vipaumbele vyake vikubwa ni kwa ajili ya kuweza kuzuia ule mzozo wa Mashariki ya Kati, kwamba vita visiendelee katika ardhi ile. Na alikuwa akizungumza kwamba huenda labda angepewa Gaza akaijenga ukawa mji wa Trump. Alizungumza vitu vingi, kauli ambayo duniani iliweza kuchukua vichwa vikubwa sana, yani ikachukua attention kubwa kiasi kwamba wanadiplomasia mbalimbali na mataifa makubwa yaliweza kuzungumzia hatua za Trump labda kutaka kuichukua Gaza na kuijenga upya kabisa, japokuwa ile issue ilionekana kama ni propaganda ya Marekani kuweza kuzungumza namna ile, japokuwa alisema kwamba ule mji kujengwa tena utachukua muda mrefu zaidi na kiasi cha pesa kitakuwa ni kikubwa zaidi na zaidi. Sasa baada tu ya Israel kuendelea na mashambulizi yake, baada tu ya Hamas kutofuata makubaliano ya kurejesha mateka, kwa sababu moja kati ya sababu kubwa ambazo walikubaliana baada ya Israel kukubali kusitisha mapigano ni ile namna ambayo kwamba Hamas angetakiwa kurudisha mateka wote ambao wale 251 aliowachukua kipindi kile ambacho alifanya lile shambulizi la Oktoba 7 baada ya kusababisha mauaji ya watu 1200, lakini vile vile kupelekea pia watu wa Israel wakaingia katika hofu kubwa na mateka kuchukuliwa. Watu walipoteza ndugu pale, watu walifariki, lakini vile vile tukaona kwamba Israel ilipitia katika kipindi kigumu ambacho waziri mkuu Netanyahu kila siku anakizungumzia kama ni uchungu kwa watu wa Israel. Ndio maana hadi sasa Netanyahu walipotangaza kwamba wataendelea kufanya mashambulizi hadi pale Hamas ambapo wataamua kurejesha mateka. Sasa sababu ambayo Hamas ilishuhudia mashambulizi mengine katika ukanda wa Gaza tu na Israel kufanya operation ya ardhini ni pale tu ambapo Hamas hawakuweza kutekeleza makubaliano ya kusitisha ya kurejesha mateka. Sasa siku zilikuwa zikipita na waziri mkuu wa Israel Netanyahu alisema kwamba kwa sababu sasa hawajaweza kufuata makubaliano, ina maana akaendeleza tena shambulizi dhidi ya Hamas. Sasa kile ambacho kimenukuliwa na waziri mkuu Benjamin Netanyahu kinatoa tafsiri sahihi kwamba Hamas yawezekana labda mateka yawezekana walikuwa wameshauawa au hawako tena mikononi mwao wakiwa hai. Sasa kile kitu ambacho kimetokea ndio kinafanya mpaka leo hii vita viendelee kutokea. Makubaliano ni kitu muhimu, japokuwa nchi mbalimbali kama Saudi Arabia, Qatar na nchi nyingine nyingi zimejaribu kufanya mazungumzo ya kurejesha amani katika ukanda wa Gaza, japokuwa mazungumzo yanaonekana kwamba sio ya kufata mustakabali mzima katika kusitisha mapigano ili watu waendelee na maisha mengine. Kwa hiyo
Sasa hivi waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu pia anapitia na shinikizo kubwa kabisa katika nchi yake baada tu ya hapa katikati kumfuta waziri wa ulinzi Yoav Gallant kuondoka madarakani, unaona. Lakini vile vile kuna maamuzi ambayo aliyafanya ya kumfuta mkuu wa Shin Bet, umeona, ambaye naye pia baadaye mahakama ikaingilia kati yule mkuu wa Shin Bet kwamba asifukuzwe na Netanyahu. Sasa viongozi wa Israel wenyewe kwa wenyewe wanaingia katika kutokuaminiana kwa sababu ya kile ambacho kinatajwa, labda Netanyahu amekuwa na maamuzi ya kujiamulia katika serikali yake, na serikali yake imekumbwa na lawama nyingi zaidi. Pia shutuma za ufisadi zimemkumba Netanyahu, na tumeona alikwenda mpaka mahakamani mwaka jana. Sasa mambo yamekuwa ni mengi katika mzozo huu wa Mashariki ya Kati. Kuna vitu vingi ambavyo kila siku vinazidi kutokea, lakini sera kuu ya Marekani ni kulinda mfumo wa kibiashara katika Mashariki ya Kati, lakini vile vile ni kuzuia mzozo huu usiweze kuwa mkubwa zaidi, kwa sababu yawezekana ukaja kuleta hatari kubwa duniani na mataifa mengine yakazidi kuingia katika mzozo huu mkubwa. Mwisho wa siku tukaja kuona madhara makubwa zaidi yanatokea, kwa sababu kuna jambo la Ukraine bado linakuwa ni gumu zaidi kuweza kusitisha mapigano pale. Kila siku mambo yanazidi kuendelea, lakini tunaona kabisa kwamba hata kwa upande wa Mashariki ya Kati bado kuna shida vile vile. Ukija huko Afrika pia kuna shida pia katika upande wa Kongo, lakini hata sasa hivi ukienda Sudani Kusini tayari wameanza kuzozana. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea, lakini mtazamaji wa Zone Media, nimejaribu kukupitisha kwenye kile ambacho taswira nzima Mashariki ya Kati inazidi kuendelea hivi sasa, ikiwa tu Marekani bado inazidi kufanya mashambulizi kwa Wahuth, na Wahuth nao wanatishia kufanya mashambulizi zaidi katika meli ambazo zitakuwa zinapita za Kimarekani au za Kiisrael, lakini vile vile wametishia kufanya mashambulizi zaidi katika ardhi ya Israel. Japokuwa Israel kupitia mfumo wake wa kuzuia makombora au droni zisizo na rubani wa Iron Dome, muda mwingine umekuwa wafanyi kazi baada ya kuweza kutohimili mashambulizi mengi kutoka kwa Wahuth. Kwa hiyo tutazidi kukupa taarifa zaidi kuhusiana hiki ambacho kinazidi kutokea kwenye mizozo mbalimbali duniani, na nikusihi tu kama bado hujaweza kuungana na sisi, basi mtazamaji, nichukue fursa hii kukuomba uweze kusubscribe channel yetu, lakini kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare, ili uweze kupata taarifa zingine nyingi kwa wakati ujao. Mimi ni Victor Moshi, na asante kwa kutuchagua Zone Media.